Na wakazi wa eneo la Njambini huko Langas jijini Eldoret wamejitokeza kulalamikia hali mbovu ya mabomba ya maji taka wanayolalamikia kufurika wakati huu wa mvua na kuelekea kwa makazi yao. Ni jambo ambalo limesababisha magonjwa na hata kifo cha mmoja mkazi. Tazama. Hali mbaya ya sewage ambayo imetoka upande huu wa Langas, once ikiblock, hiyo uchafu yote inaelekezwa upande wa Njambini. Na tumelalamika more than 10 years kuhusu hii blockages ya sewage. Na watu ni wagonjwa ni kwa sababu ya uchafu huu ambao umeelekezwa upande huu wa Njambini. Na ni kijana mdogo ambaye amefariki, alikuwa IT manager, alikuwa anafanya kazi ya IT na ameweza kufa. Kama hii sewage haingekuwa inatoka, ule kijana labda angekuwa kwa ile mtaro na angeweza kupatikana asubuhi yake, either ameumia, angekuwa referral, lakini amekufa. Watu wote unaona ni familia, wako na majungu kwa sababu ya hii sewage. Lakini hata postmortem results inaonyesha ya kwamba Thiong'o alifariki ni kwa sababu ya kukunywa sewage. Kwa hivyo hii sewage ndio imetumalizia mmoja wetu. Mitaro ambayo tulichimbiwa, hiyo mitaro sio standard. Mitaro ilichimbwa deep, alafu culverts ziko juu. Ile inafanya ya kwamba maji haiwezi kuteremka inavyotakikana. Sewage hii ikikuja inanyamaza kwa mitaro. Umbu imezaliwa kule. Watu wanagonjeka malaria. Watu wanalala wakiumwa na vichwa na pia tumbo. Hata kolera wengine wako nayo. Ng'ombe zetu zinakula nyazi ambayo ni contaminated sababu ya hiki kinyezi. Watu walali, watoto hawalali, magonjwa ni mengi. Pia tunaona watu hapa chini wameanza kufunga hiyo sewage, wanakuza mboga, hizo mboga pia zinarudi Langas. Kwa hivyo hii sewage si ati hatusemi madhara ni kwa watu ya Njambini peke yake. Hii madhara iko kila mahali.